Kama unamjua Mungu kwamba yeye anaponya mafua na hajawahi jifunua kwako kwamba ni Mungu anayeponya kansa, ukikutana na tatizo la kwanza hutokuwa na uhakika naye. Kuna vitu sana watu wanapenda kuvisisikia sasa hivi. Bibi yako mchawi, shangazi mchawi, wanapenda sana kusikia hiyo ili wasisimke. Wakiamka usiku, badala wafanye ibada, nasikia navunja, naharibu, navunja pepo, uchawi, ushirikina, mpaka nafsi inaanza kujaa hayo mambo. Jifunze, fanya mazoezi. Hata kama una maneno haya mawili, yaseme hayo hayo. Unayaweza mambo yote, unaweza mambo yote. Mimi nakuasa kama familia yangu ya Segerea, tusikubali tatizo lichukue nafasi ya Mungu ukawa ndio unaolisema kuliko. Saa zingine mnatoa sadaka ili mvushwe mahali. No, toa sadaka kwa kufanya ibada. Hebu tuje na sadaka pia kesho kwa umaalumu wake. Tutagawa bahasha. Njoo na sadaka yako ile ambayo unaona wewe hii Mungu anajua ya kwamba nimejua. Njoo kwa lengo la kumwambia Mungu, ninakuja kwako kukuambia ya kwamba ninakujua, ya kwamba ni mponyaji, ni mvushaji. Ndio maana nikaja na sadaka hii. Asante, praise kwa huduma njema. Nilikuahidi jana kwamba tungepata nafasi ya kila mtu kumwelezea Mungu vile anavyomjua katika kutenda kwake. Kwa hiyo hebu jiandae kumwambia Mungu vile unavyomjua juu ya matendo yake. Katika ibada hiyo hakikisha kwamba hufanyi kwa sababu kuna mtu anafanya. Fanya wewe. Hata kama sisi tukifanya, tusipofanya, mwambie Mungu, ninakujua, unaweza kile, uniweza hiki, utaweza na hiki, na hata lile utaliweza. Sina mashaka na wewe. Utamsifu Mungu kwa matendo yake makuu. Mshukuru sana Mungu kwa nafasi ya kipekee tena alionipa kusimama mbele yako ili kuendelea kushirikishana yale machache ambayo Mungu ameendelea kutufunulia, tukiongozwa na kichwa cha somo kinachosema mambo muhimu ya kufanya ili kumfunua Mungu kwako kutakakopelekea kuchochea imani itakayokidhi mahitaji yako yote. Lengo la haya yote ni Mungu kujifunua, na kule kujifunua kwa Mungu kuchochea imani kwako. Natamani mwishoni tuangalie imani, kwa sababu Mungu anatamani sana wewe uache nembo duniani. Sasa narudia tena kwa kusema, huwezi ukatenga imani yako kuongezeka na Mungu kujifunua kwako. Huwezi ukatenga imani yako kuongezeka na Mungu kujifunua kwako. Kiwango cha Mungu kujifunua kwako na kwangu ndicho kiwango cha imani. Kumbuka, imani ni kuwa na uhakika. Sasa huo uhakika unaupata kutokea wapi? Uhakika unajengeka kwako kwa Mungu, kwa kiwango kile alichojifunua kwako. Kama unamjua Mungu kwamba yeye anaponya mafua na hajawahi jifunua kwako kwamba ni Mungu anayeponya kansa, ukikutana na tatizo la kwanza hutokuwa na uhakika naye. Na Mungu anataka kila kitu ukiweze chini ya jua. Kuna ile imani ambayo niamini kuwa na inatokana na uhusiano kati yangu na Mungu. Nimempa yeye maisha kwamba mimi nina mrengo huu, na kuna ile imani ambayo ni imani inayokidhi mahitaji yako. Sasa yako mambo muhimu unayotakiwa kuyafanya, na tumeendelea kuliangalia jambo moja katika yale machache ambayo Mungu amenipa. Tuliangalia jambo la kwanza, jifunze kufanya maombi ya sifa. Lakini nikakwambia
jifunze kukabiliana na changamoto kwa kumsifu Mungu. Yaani unachukua tatizo kana kwamba linakusikia, alafu unamweleza Mungu vile anavyoweza kufanya mambo. Kama ni kwa kuimba ama kwa kusema, lakini liseme. Sijakwambia umwambie Mungu na kuomba, Ni kama nikuchukue wewe alafu nikakuelezea kwa mtu kwamba mimi namjua Grace kwamba ana uwezo huu, ana uwezo huu, ana uwezo huu, ana uwezo huu. Na hata hivi unavyonisumbua, akija kujua ya kwamba unanisumbua, akija anapita na wewe. Sifa ni jambo la muhimu sana. Na tukaangalia jana vipengele kadhaa kwamba sifa hutangulia kushinda vita. Sasa ukijengea mazingira yako binafsi ya kufanya mazoezi ya kumsifu Mungu, si kwa sababu tatizo lipo. Yaani kuanzia leo unaanza kuwa na program ya kufanya mazoezi ya wewe kujizoesha kumsifu Mungu. Siku likitokea jambo ambalo ili liondoke lazima umsifu Mungu, linakukuta una uzoefu. Ngoja nikupe ushuhuda mmoja. Alikozaliwa mama yangu kulitokeaga shida moja. Wakawa walikufa wajomba zangu, watoto wa mjomba. Sasa sijajua kwa Kiswahili ni nani, sinaitaga tu mjomba, lakini wanamuita mama yangu shangazi. Kwa miezi miwili nakumbuka alifariki dada mmoja ambaye tulikuwa tunalingana. Akafa tena mtoto mwingine, akafa mwingine. Kwa kule kwetu familia ilianza kwenda kanisani kwa miaka hiyo ni familia ya wajomba zetu. Walikuwa Wakristo muda mrefu. Na kilichotokea ni binamu, ndio. Binamu wangu huyu kufa, walienda shambani, wakawa miezi hii ni kipindi ambacho sasa palizi imepita, wanapita kungolea yale majani mashambani. Sasa wakawa nangolea, alipoenda akakuta tray ya mayai mahali. Akamwambia mama yake, "Mama, mayai haya hapa." Mama yake akaja, "Yako wapi hapa?" Akalichukua limoja. Alipolishika tu, ghafla upande mmoja ukaanza kugonga kichwa. Muda huo jicho, mdomo kapinda, akafa. Kafia shambani pale. Wamerudi nyumbani, binamu yangu ndani ya mwezi huo kafa. Kulikuwa kuna mapacha wana miaka kama 4 5. Sasa ikawa ni misiba. Watu wamechanganyikiwa. Unajua ukikutana na jambo gumu, kama hauna watu wa kukusogelea kukuombea, unaweza ukakwama. Ndio maana pia tafuta sana kuwa na watu wanaokuzunguka ili siku ukikwama wachukue hiyo nafasi yako. Kwa sababu ukweli kuna saa mtu anapita kugumu, anashindwa aanzie wapi. Unajua Mungu alichokifanya ni nini? Tukaa tuko kwenye msiba umeisha, tunasikitika, kafa fulani, kafa na yule. Mungu akainua watoto miaka 4 mpaka miaka 7. Kule kijijini, kwa waliokulia kijijini, watoto wanacheza mpaka usiku. Saa 7 wanakimbizana, hasa huko tunakotokea jamii yetu sisi. Mnaacha watoto wanazurua, wanacheza huko kwenye mazizi ya ng'ombe, wanakimbizana huko. Saa zingine ulikuwa kuna siku mimi tulicheza ule mchezo wa kutafutana, nikalala pembeni ya ng'ombe nikijificha. Walinitafuta kwa sababu ng'ombe ni wengi, na mimi nikavutiwa na lile joto la ng'ombe, nikalala hapo mpaka asubuhi. Mama amekuja kukamua asubuhi, akanikuta ng'ombe ameninyea hii kila mahali ni kinyesi. Nini unafanya nini huko? Kinyesi kinadondoka huko cha ng'ombe. Ni ndio maisha. Tulikuwa tunaenjoy sana yale maisha.
Sasa wakawa wanakimbizana, lakini wao wakaanzisha mchezo walioanzisha, wakaanzisha kikanisa. Wale watoto wakajenga kikanisa chao, wakawa sasa ndio wanaimba pale, wanasifu mpaka saa 8 tunaamka, hey, tokeni mkalale. Wanakimbia hao, unawaacha sio akajikwaa huko wakaumia. Wakisha jua tumerudi ndani, wanarudi. Huyu anaitwa mchungaji, anajiita mchungaji, huyu ni mzee wa kanisa, kila mtu akajipa cheo. Wale watoto, mchungaji anasema ndio hivyo, sasa sikilizeni, tunaenda kuomba sasa. Wanaomba huku wanaimba. Wale watoto walifanya lile tukio kwa miezi 3. Baada ya muda kupita, akaja mtumishi mmoja kutokea mbali, alivuka kutoka Kenya. Akaja akamkuta mjomba wangu, akamuuliza, samahani, nimetumwa na Mungu, kuna wachungaji walikuwa hapa kwako. Mjomba akasema, hamna wachungaji waliokuja hapa bwana, labda siku ya msiba walikuwepo wachungaji. Miezi 3 wanalala kwako, wako hapa. Mjomba akasema, imekaaje? Akasema walikuwa wanamsifu Mungu hapa siku zote usiku. Akasema hamna wachungaji. Sasa wale watoto baada ile namna kuisha, waliachaga lile kitu walichokijenga kwa mazingira yale. Wakasema walikuwa na kanisa lao lile pale. Wakasema ni watoto sio wachungaji. Akasema sasa nisikilize, una bahati sana, hii boma ilikuwa iishe yote. Kilichosababisha msife ni sifa za wale watoto. Ilimshusha Mungu akawa. Ulizika watoto wangapi? Ilipangwa muishe wote, ni sifa za wale watoto. Na ushaikuaga na mfanyakazi muombaji kwako, na kanisa na yeye, alafu ukaona na akifika muda unapambana naye kisa ibada, na saa zingine Mungu anaweza akakusukumizia mtu kwa lengo tu la kuhakikisha kwamba atakwamisha vitu fulani ambavyo vilikuwa vifanyike kwako. Na mama yangu mmoja hapa, ngoja nitoe ushuhuda, na Rodrick alikuwepo. Tulitoka huku tukaenda kupanga nyumba moja hapa ya mama mmoja, mama yetu hapo. Ile siku tumehamia tukasema leo tufanye ibada hapa. Mtumishi wa Mungu yupo, kama unakumbuka. Tulikuwa kama watu 6. Tukawa tunaimba pale. Usiku piga makofi. Sasa yule baba wa ile boma, alikuwa amekaa, alafu amekaa, sio alikaa ndani. Sikumbuki ilitokea nini, lakini wakati sisi tunasifu huku, mzee akatoka, kuna mtu analia upande wa pili akisema, sioni jamani, sioni. Ule mzee akatoka kumkuta ni jirani yake, akamuuliza, uoni nini? Akasema, hii kitu mnafanya hapa imesababisha upande huu sioni ninakoenda. Mzee akamuuliza, ulikuwa unaenda wapi? Akamshika mkono akamwambia, usiende huko, wewe rudi nyumbani. Maana alikuwa jirani yake na alikuwa anaenda kwenye misheni zake za ibada. Akakuta Mungu wetu ametanda kwenye lile eneo. Haujanielewa ninachokizungumza huko. Hakuna kitu kinachomfanya Mungu kukufanya rafiki kama ukiwa mtu unayetanguliza sifa kuliko mahitaji yako. Sahau shida zako. Hata kama umebebeshwa mizigo mizito unayebeba, usiruhusu hilo tatizo likachukua nafasi ya Mungu maishani. Mungu kwanza, alafu shida yako baadaye. Na uzuri akisha kuja, hakuna shida inaweza kukaa mahali Mungu yupo. Hata kama ni kansa, ikishajua Mungu yuko hapa, inakaa pembeni isubiri Mungu aondeke. Asipoondoka ndio kansa imeondoka. Kama Mungu akikaa pamoja na wewe, hakuna tatizo linaweza likakaa mahali Mungu yupo. Biblia inasema kama Mungu akiwa upande wetu, nani atakaye kwa juu yetu? Acha nikusaidie kusema amen. Ni jambo la muhimu kanisa. Niseme na elekezi, kafanye mwenyewe nyumbani. Tunatakiwa Segerea tutambulike kama watu wa sifa. Yaani Mungu ikiandikwa kwa kanisa lililopo Segerea,
na wajua ya kwamba ninyi ni wanangu. Yaani itokee siku moja barua iandikwe, yaani tukiingia kanisani kila mtu anajua namna ya kumwelezea Mungu. Sio unakuja hapo ushakubali kushindwa. Maana kuna watu hata kwa semina hii wanakuja washakubali kushindwa. Wako hapo wanasubiri mchungaji wafanya lolote. Kama mmoja aliniuliza, alikuja akaniambia, wewe niombe. Ndio hicho nilikuwa nawaambia. Na muombea yuko acha tu. Namuuliza sasa naombea nini? Umeomba na kijasho kimetoka ti. Yuko tu acha tu. Yaani sijui mimi Mungu atanipeleka wapi sasa. Nikasema mtumishi wa Mungu, si tunaomba lakini unaomba lakini sasa sijui, sina hakika. Nikasema basi nenda sasa, tufanyeje? Ushakubali kushindwa kabla hujapigana vita. Usalama wa wajomba zangu, Mungu aliwainulia watu na Mungu aliwapenda sana kuwainua watoto kwa sababu ya kukomesha mauti kwenye malango. Unajua sasa hivi mchungaji, kuna vitu sana watu wanapenda kuvisisikia sasa hivi. Bibi yako mchawi, shangazi mchawi. Sio mbaya kama wako hivyo, sawa. Huu mtaa una shida, wanapenda sana kusikia hiyo ili wasisimke. Wakiamka usiku badala wafanye ibada, nasikia navunja, naharibu, navunja pepo, uchawi, ushirikina, mpaka nafsi inaanza kujaa hayo mambo. Mungu anasubiri maliza basi, kwa sababu vita yote utaweza kuishinda pasipo mimi. Na ndio maana mtu mjanja akitaka kuifanya vita yote kuwa ni vita kati ya adui yako na Mungu, yeye anamsifu Mungu hapa. Mungu akisha kuja, chochote kilichoko mbele yako kinachokutesa inakuwa ni adui wa Mungu wako. Halo kanisa, haleluya. Jifunze, fanya mazoezi. Hata kama una maneno haya mawili, yaseme hayo hayo. Unayaweza mambo yote, unaweza mambo yote. Kama uliniweka kwenye tumbo la mama yangu, sijui hata uliunganisha hivi, jicho ulitengenezaje? Unajua kuna sana muangaliaga Mungu, jicho ulitengeneza ukaniwekea, ukaweka na hili, ukaangalia huko tumboni, ukasema imekaa sawa. Hichi kichwa cha Josefu kisifanane na cha huyu, kikae kama tofali ili ikae sawa. Anasema hii ndio yenyewe. Wewe unaniona na sura mbaya, Mungu ananifurahia rafiki. Mungu akiniona anasema yes, na kazi yako imefanyika. Taifa la Mungu, haleluya. Kuna mtu mmoja aliniambia, tulikuwa tuko wawili. Tumekaa hapo. Akaniangalia, akaniambia, "Mbona umenuna?" Niambia, "Sijanuna rafiki yangu." Sijanuna besti. Yaani ndio niko namna hiyo, sasa nifanyeje? Hii sura bwana ilinisaidia mahali. Nilienda Mlandizi, nikawa napita, nikamwangalia mtu hivi, akaanza kujieleza. Asema mimi sorry bwana, ni njaa tu ilinisababisha kuimba. Nikasema bwana, wala unaanza kujieleza. Mimi ni njaa tu ilisababisha kuiba. Maana nilimwangalia, sijui alinitafsiri vipi, lakini pia na hii sura naona ilikuwa inamulika tokea mbali. Sasa hakuna kitu kizuri taifa la Mungu. Mimi nakuasa kama familia yangu ya Segerea, tusikubali tatizo lichukue nafasi ya Mungu, ukawa ndio unaolisema kuliko. Saa zingine mnatoa sadaka ili mvushwe mahali. No, toa sadaka kwa kufanya ibada. Peleka, mwambie Mungu, nimekuletea hii kwa sababu ninakujua. Zaidi ya ninavyokujua, mimi ninakujua ya kwamba hili tatizo siruhusi hata kulisema mbele yako. Nimeleta hii kujua ya kwamba mimi nakujua, ni Mungu nayeweza mambo yote. Tujifunze hicho kitu. Umetengwa, umefanywa kitu chochote, umesingiziwa, unaumwa, una taarifa mbaya, mahali pa kushinda na kupenya kwenye hilo shimo ni sifa. Hebu jaribu siku moja kufunga,
alafu kwa kusifu tu. Wewe ukinyanyuka tu unaenda unamwambia Mungu, wewe ni Mungu. Hakuna Mungu kama wewe. Wewe ni Mungu. Hata kama una hayo maneno mawili matatu, soma Biblia, muulize mchungaji wako, mchungaji, naomba unipe Zaburi inayomsifu Mungu, atakuelekeza. Na hiyo hapo utakariri haya maandiko, yaseme kwenye maombi yako. Nitoe ushuhuda, nitoe pointi nyingine ili tumsifu Mungu hapa. Siku moja nilikuwa kwenye mfungo wa siku 3. Nilienda tu kwa ajili ya ibada. Nikawa namsifu Mungu huko, nalala, namsifu Mungu. Si nikatoka. Nikakutana na rafiki yangu mmoja, akaniambia, nilikuwa nakutafuta. Ndio nimetoka asubuhi. Akaniambia, bwana, naomba unisindikize mahali. Nikamwambia, sawa, twende. Tukapanda kwenye gari yake. Akanipeleka alikonipeleka. Sasa kwenye lile eneo kuna vitu alikuwa anauza eneo. Akaniambia, bwana, twende tuombe ili hapa pauzike. Tukaenda. Ndio nimetoka kwenye maombi, akanipitisha hivi. Maana ni huku Kinondoni. Ukipita hii njia ya wanaita shoppers, ukienda kwa mbele, sijui huko sawa na pahitaji, kuna kefu kako huko ndani kama kawe kwa kule, wanauzaga vitu vya take away, chai nzuri take away. Akanipitisha pale. Anambia tuchukue vitu hapa tule. Tukachukua chai take away na chapati. Sababu nilitoka kwenye maombi, anambia naomba nipate kitu chochote kwa sababu nisitangulize chai ya maziwa. Nikanywa. Tukaenda. Huko ndani bado namtukuza Mungu. Ilikuwa ikipigwa tu, nikipita mahali watu wanamsifu Mungu ama CD, mimi na hama. Tukaenda. Tukafika tulikofika. Mimi nikashuka. Akashuka. Akawa amewakuta wale wafanyakazi wake wanamsubiri, wako wengi kama 30 hivi. Akawa anaenda anatangulia, habari za leo. Na mimi nikashuka nikazunguka. Nikamfuata nyuma. Mama mmoja akamwambia, wewe mzee, mrudishe huyo mtu. Nikasema inawezekana kukaa kwenye maombi ndio namna hiyo, nimekuwa mbaya. Nikarudi kwenye gari kujiangalia kama niko sawa. Nikaona niko sawa tu. Niko vile vile. Nikarudi. Watu walikimbia. Sasa walivyokuwa nakimbia na mimi nikawa nawakimbilia, nikifikiri kwani wameona nini? Sasa wanakimbia na mimi nawakimbilia. Sasa mwisho wa siku wakatawanyika. Huyo akaenda hivi, huyo akaenda hivi. Nikawa nasema kama kuna kitu kinawakimbiza, nikimbilie upande gani? Nikaangalia mama yule akaniambia, bwana rudi, usitufuate. Mimi nikarudi. Nikaenda kukaa kwenye gari. Nikasema kwani nini? Kwa kweli sikujua saa hiyo nini kimetokea. Sifa zinaachilia uwepo wa Mungu kwako. Ukijaa sifa, Mungu anajaa kwako. Hivi naongea na watu hapa? Ukijaa sifa, Mungu anajaa kwako. Kwa lugha nyingine, hautokuwa unaishi wewe, anayeishi ni Mungu. Mungu anakuazima hali yake. Kwa lugha nyingine, Mungu anauvaa mwili wako. Ushaisikia kitu kinachosema mtakula vya kufisha havitawadhuru? Kwa nini? Hautokuwepo wewe, anayeishi ni Mungu ambaye hayuko chini ya mamlaka ya sumu. Hata umlaanije, uweze kumlaani Mungu aliyevaa mwili wako. Hivi naongea na watu hapa. Umlaani, uweze kufanya kitu chochote. Na ndio maana akasema hata saa nyingine mkienda eneo jingine mnakuwa baraka. Mungu ndiye baraka. Maana yake Mungu akikuvaa, anayetembea kupitia wewe ni Mungu. Ndio nikakaa pale nikarudi. Sasa yule baba naye akarudi. Nafikiri yule mtu alimwambia yule mtu, sasa akakumbuka nimetoka kwenye maombi. Alipokuja akashika usukani, akawa anatetemeka, na nikasema mimi nataka nirudi nyumbani, sasa unaanza kutetemeka. Nikamuuliza kwa nini? Asijui kuendesha gari. Anatetemeka. Nikamuuliza mzee, kuna shida? Anambia hapana, anahisi baridi. Nikamuuliza una malaria? Anambia hamna, sina, nimekanyaga tu hapa hii kitu nikawa nahisi. Nikamuuliza tunaweza tukaenda? Akaniambia tunaweza tukaenda, hata hatukuombea tena ile ardhi. Alirudi akapanda kwenye gari, tukarudi. Tukaja mpaka Kinondoni, akaniambia naomba nikukodishie
Bolt uende, nitakuja kukuambia kilichotokea. Nikasema nini kimetokea Mungu wangu? Bolt huyo. Nikaja mpaka nyumbani. Nimefika jioni akanipigia akaniambia, "Uko wapi?" Hebu njoo tuonane. Ndugu yangu. Haya, nilikuwa natamani nikae na wewe ila nashindwa kukaa na wewe. Kulikuwa kuna raha alafu na hofu kuu. Nikamuuliza nilikuwa na shida gani? Akasema nguvu za Mungu zilikuwa zimetufunika kwenye ile gari. Wale watu walikukimbia kwa sababu ya nguvu za Mungu zilikuwa juu yako. Nikamwambia nilitoka kwenye ibada. Haleluya. Jitahidi rafiki. Jitahidi. Watu wa Segerea, jitahidi. Hebu tujitahidi siku moja tukiwa tunakuja tunawahi, ukiulizwa unawahi kanisani kiasi nawahi naenda kuabudu. Kabla mchungaji akipita hapa, Mungu amempa maelekezo yote, kwa sababu ili Mungu amfunulie mtumishi wake kitu kuhusu wewe ni mpaka wewe utengeneze mazingira. Atamwambia mwambie yule, fanya kuhusu huyu, fanya kuhusu yule. Unashangaa kanisani pamejaa mahitaji yako yote, Mungu anayakidhi hapa. Si useme amen. Si useme amen. Haleluya kanisa. Jifunze ukija hapa, hata kama umevaa suti ya milioni, kneel down. Piga magoti mpaka chini. Mwambie Mungu ninakuheshimu. Piga magoti, acha kukaa kwenye kiti. Kama una shida ya miguu na mwambie Mungu nakupigia magoti, sema magoti sasa yanauma. Mungu atakwambia nitayatengeneza hivi unanipigia kila siku. Kitu cha leo, andika. Sifa huchochea nguvu za Mungu ndani yako. Kitabu cha Zaburi 84 mstari wa 4 na wa 7. Anasema hivi, 84 Zaburi mstari wa 4 hadi 7 anasema, heri wakao nyumbani mwako, wanakuhimidi daima. Heri ambaye nguvu zake zatoka kwako, na njia ziendazo Sayuni zimo moyoni mwake. Wakipita kati ya bonde la vilio, ulifanya kwa chemchemi, na mvua ya vuli ulivika baraka. Huendelea toka nguvu hata nguvu, huonekana Sayuni kila moja mbele za Mungu. Huendelea nguvu hata nguvu. Sifa. Unapomsifu Mungu, unamfanya Mungu kufurahi. Kitabu cha Nehemia mlango wa 8 mstari wa 10 anasema, furaha ya Bwana ni nguvu zangu. Unapopata muda wa mara kwa mara kupata muda wa kumsifu Mungu binafsi, unakuwa mtu ambaye hauna hiyo nembo ya kuwa chini ya mamlaka yoyote ya uharibifu. Hakuna kitu kitakachokuweka under authority, kama Kiswahili changu kiko sawa. Hakipo. Mtu anayemsifu Mungu hutoka nguvu hii kenda nguvu hii. Hautakuwa yule wa jana. Wakikujua una nguvu hii leo, wakija kesho sio yule. Kuna kitu kimebadilika. Hii kitu ni kitu cha mtu binafsi, si kitu cha wote. Na najua kuna mtu Mungu anazungumza naye hapa, akikwambia ili uchomoke hapa anahitaji haki yake, na haki ya Mungu kwako ni kumsifu. Badilisha mfumo. Kuna watu wanasema saa hii sipati muda wa kuomba usiku. Ni ukweli, kwa sababu Mungu anashindwa kuachilia hiyo neema ya kuomba, kwa sababu kuna vitu vingi unavipeleka ambavyo sio vya muhimu. Mungu anataka upeleke kitu cha muhimu kwake, kinachoitwa sifa. Ukiamka usiku unamwambia shetani, kaa hapa nikueleze kuhusu Mungu wangu, mpaka anakuambia hamna. Ambia tulia, sindano nyingi. Mungu alishawegawanya bahari. Hivyo unajua kwamba sauti ya Mungu inatetemesha. Wewe shetani unajua?
Nani amekuambia hapo mnaojiana? Unajua kwamba sauti ya Bwana ni kama radi. Hivyo unajua ya kwamba amesema ya kwamba mimi hakuna hukumu ya adhabu juu yangu. Wewe kama umeniletea magonjwa ukifikiri ni haki yangu, unapoteza muda. Maana imeandikwa hakuna hukumu ya adhabu. Hukumu ya magonjwa hainihusu. Jehanamu hainihusu. Kifo hakinihusu. Mtu atakwambia, atatumia propaganda. Oh, hamna. Utakuwa umedanganywa, unamwambia nimuite. Atakwambia usimuite bwana, nilikuwa tunakutania najua hivyo. Unamweleza mpaka mwenyewe anasema Biblia inasema mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema yatakapokujilia. Mema pia kigezo chake ni kumjua Mungu. Kuna vitu tunakwama, na mojawapo ya kitu kinachomfanya Mungu kujua ya kwamba umemjua ni sifa. Namalizia. Miaka hiyo tulikuwa fellowship uko majumbani. Sio, unajua Wamasai walikuwa na huu utaratibu, yeye ndiye anapanga, wewe binti utaolewa na huyu. Na uchomoki huyo. Ndio mzee kashasema. Hata kama umepata mtu wako umependana naye, hiyo imeondoka, imefutika hiyo. Nimesema hapa. Sasa yule dada alikuwa ameokoka. Anampenda Mungu. Na kati ya wadada wa Kimasai ilikuwa ni sifa, ni nembo kanisani. Baba yake akampata rafiki yake, kwanza ni mbabu. Akasema nimempata rafiki yangu ndiye atakaye kuoa. So unajua mwanangu namna gani? Sasa akashindwa kumwambia baba. Akamwambia mzee, baba tafadhali, sio sawa. Ndio nyamaza. Nyamaza, alafu sherehe itafanyika siku fulani. Wakaanza kuzindika zile pombe za kienyeji. Sherehe, binti anaolewa, tokaja dada fulani. Asia bwana unaolewa alafu unakuwa mke wa 7. Anasema hamna nini, wakati mzee amesema huko naona sherehe inaandaliwa. Anasema amesema lakini Mungu hajasema. Namjua Mungu wangu. Sasa kipindi hicho tunasema sasa hapa na umezidi. Baba kashasema. Anasema Mungu hajasema. Unajua akawa anasema unajua Mungu bana si muongo. Anasema kwamba huwa ananipa kile ninachokitaka. Sasa mimi sikitaki hicho. Kama baba ametaka, mimi sijataka. Kana naongea kawaida kabisa. Sijataka. Anasema wapo wamchao matakwa yao. Mimi sitaki haya mazingira haya, nishatokaga huko. Sasa tukawa tukikutana naye fellowship. Tunaangalia, tunasubiri nini kitatokea. Ikafika siku, sasa zimebaki siku chache kama 3 kwa ajili ya kuhakikishwa kwamba pombe imekaa sawa. Yule dada tukikutana naye kwenye maombi, sisi tulikuwa wadogo. Yeye akikaa tu anamsifu Mungu kwa Kimasai. Kuna wimbo alikuwa anaimba serem armagela nyamu merio ringi legenyanyige, alikuwa anaimba hivyo. Anasema anakuabudu Mungu wangu kwa sababu hakuna mfalme anayefanana na wewe. Alikuwa anaimba tu hivyo. Basi na sisi tunaitika pale, lakini tunamsaidia kumsifu Mungu. Huko sisi tushakubali matokeo kwamba huyu sasa hamna kitu hapa. Ndio maana mahali pengine unapopitia kwenye pito, hakikisha kwamba watakatifu waliokuzunguka wanamtizamo kama wako. Kama uko chini, watafuta wale ambao wamekuzidi, kwamba hii kitu itakuwa tu sawa, wala usiogope. Sio unakaa na wapendwa ukisema hichi kinawezekana, wanasema sawa, lakini sawa labda. Kwa Mungu hamnaga labda. Mungu sio neutral. Akisema ndio ni ndio, hapana. Kwa Mungu hakunaga labda. Si hujai kutaka na watu wanaosema inawezekana Mungu. Inawezekana, hakuna kwa Mungu inawezekana. Ni hapana. Ndio. Nilikuta nabii mmoja akimtolea mtu nabii. Nikasema unabii gani huyu? Nilikuwa naelekea nikafika Kongoe, nikaingia na njaa. Nilikuwa naenda Chalinze, nikasema ngoja nipate chochote hapa. Sasa nyuma yangu akawepo nabii, alitokea
sijui Tabora, I don't know, si ni Mwanza. Kafika amepokelewa na kibibi. Bibi mwenyewe nafikiri alikuwa mstaafu. Kachoka. Akawa anamwambia hapo unatakiwa kwanza bwana ananiambia 500,000. Nikimcheki bibi, oh 500,000. Nikasema mimi ndio simjui Mungu. Huyu Mungu anaibana watu kwenye kona kiasi hichi. Bibi mwenyewe yuko walikuwa nakula chapati, bibi akaweka mezani, yuko sawa nabii. Sawa nabii, lakini hilo neno anawaza kwamba hataenda wapi kutafuta 500,000. Nabii kashasema, Bwana akasema. Sasa nilichokuja kujua, akawa anamwambia unajua inawezekana Mungu. Hilo neno inawezekana, nikasema hii sasa mawazo yake. Takiwa useme Mungu amesema. Na akikataa dhihirisha udhihirisho. Nikamwambia nikataka kuongea. Nikasema hapana. Pilipili usio ila na kuashia nini. Nikasema si wamekubali. Inawezekana hata na huyu mama ako na mchungaji wake. Amemwacha, amekuja kubanwa kwenye mgahawa. Anatakiwa kutoa 500,000 kwanza ya mtumishi kukaa sawa. Hai jamani, nayo kwa kweli Mungu ana kazi sasa hivi. Mungu tusaidie. Sasa nikiwa pale nikaona sikilizia neno labda ndio nikaja kujua hapa hakuna kitu. Hapa hamna kitu. Kwa Mungu hamna labda. Simama, tuna kwaya kumbe. Kuna kwaya. Kwaya vijana wanaingia kwenye nani? Simama. Wanaingia kwenye ndio tu usije nani watoto. Binti yako akiwa hapa akirudi saa 4 unaanza vile kanisa la siku hizi silielewi. Saa 4 ya nini? Kumbe semina. Simama rafiki yangu. Kesho tutakuwa na maombezi, kwa sababu tuliona kwamba tukisema tuamshe hapa tunaweza tukatikisa vitu vingine na zikaharibu ratiba zingine ambazo ziko mbele. Na unajua wiki hii kuna jambo ambalo halina budi lisifanyike, hilo la kwaya kuja kuimbia hapa. Lazima tuwape nafasi ya kutosha kufanya hayo. Kwa hiyo tuliona kesho ni siku ya kudili na yale matatizo ambayo yalishajisifu kwamba hayaondoki. Na mimi nakuambia Mungu yuko hapa. Aongei uongo, yuko hapa. Sasa hebu tuje na sadaka pia kesho kwa umaalumu wake. Tutagawa bahasha. Njoo na sadaka yako ile ambayo unaona wewe hii Mungu anajua ya kwamba nimejua. Njoo kwa lengo la kumwambia Mungu, ninakuja kwako kukuambia ya kwamba ninakujua, ya kwamba ni mponyaji, ni mvushaji. Ndio maana nikaja na sadaka hii. Tupate basi dakika chache za kumsifu Mungu. Kama utaimba, kama utapata muda wa kuelezea mbele za Mungu, usivutwe na ala za muziki, muelezee tu Mungu kwa dakika chache. Natafuta tu rafiki wa Mungu. Mungu afike mahali hawa anakuja kupiga story na wewe. Akija anakueleza habari za Josefu. Sasa akikwambia hajakwambia ukamwambie Josefu bwana, Josefu unakuwa rafiki wa Mungu. Hivi mmepewa wimbo gani dada? Shukuru kwa dakika chache, alafu tuingie kwenye maombi. Wana wa mabwana, ndio Mungu wa mbingu, Baba pokea sifa, maana unaweza. Wana wa mabwana, Mungu wa mbingu, Baba pokea sifa, maana unaweza. Bwana wa mabwana, Mungu wa mbingu, Baba pokea sifa, maana unaweza. Mungu wa mbingu, Baba pokea sifa, maana unaweza.
unaweza, tunajua. Oh, unaweza. Unaweza. Oh, unaweza. Hakuna kama wewe. Oh, unaweza. Unaweza. Baba, unaweza. Hakuna kama wewe. Kuna vitu ambavyo ulishafikiri kwamba havitoka haviwezekane tena, kwa sababu hujawahi msifu Mungu kwa kiwango. Si kila kitu ili Mungu aitwe Mungu kwako ni mpaka kitu kifike mwisho, halafu ajitokeze. Hapo ndio unaanza kusema sina namna ya kukuita, unaitwa. Tamani uende mbele za Bwana kwa dakika chache. Sasa sijui utengenezeje haya maneno kinywani mwako, lakini una kitu natamani umwambie baba yako. Umwambie tu, Mungu unaweza juu ya jambo hili. Mwambie tu, Mungu najua unaweza katika kile ambacho nakifikiri wewe hakitowezekana. Mwambie Mungu, nisamehe kwanza pale nilipolinganisha uweza wako mkuu na hichi kinachonishikilia sasa hivi. Mwambie Mungu, ulikwamisha bahari. Ulisema tu miamba ikapasuka. Ulisema bahari ikagawanyika. Ulisema jua likasimama. Ulisema kuzimu ikatetema. Ulisema shetani aliona kizuguzugu. Ulisema. Nyanyua mikono yako juu. Oh Yesu. Nakupenda Yesu. Nakupenda Yesu. Unaweza kufanya. Unaweza kutenda. Roho Mtakatifu, Mungu wa kweli, mfalme wa wafalme. Ninakumbuka nilitokea kwenye jamii ambayo ni ngumu, katika familia ngumu, kule ambako walifikiri hatotokea mtu kama mimi. Baba, uliniona huko. Ni Mungu ulisema miungu ya kabila langu iliniachia. Ni Mungu ambao ulisema miungu ya familia iliniachia. Uliposema Bwana, zile kamba za kuzimu zilizonishikilia na kunifungia kwenye mti kama yule punda ziliniachia. Ninakujua Roho Mtakatifu ya kwamba tuko mahali hapa ili tujulishane juu ya haya ambayo Bwana umetupa kujua. Zaidi ya hayo umenituma nimwambie huyu mama ya kwamba
taarifa mbaya na anatembea nayo kwa muda mrefu, kwa habari ya tumbo lake, kwa habari ya kifua, kwa habari ya miguu, kwa habari ya kichwa, kwa habari ya maisha yake, kwa habari ya watoto wake. Imefika mahali wakasema ya kwamba yuko wapi Mungu wako? Kama kweli anasaidia, mbona umekwama hapo? Lakini ninajua ya kwamba ni Mungu atakayewainua watu hao na kuja kumwambia yeye ya kwamba tumemwona Mungu wako, tumemwona Mungu wako. Ni Mungu usiyetuacha kuaibika, maana neno lako linasema heri wamtumainio Bwana, maana watakuwa kama milima ya Sayuni, haitotikisika, haitotetemeshwa. Ni kwamba Bwana, ile tu kwamba kuna kutetemeka ulipopataja kwenye hilo eneo, ni kwamba kuna vitu vitakavyojaribu kutetemesha hiyo milima na ikashindwa. Ndivyo ulivyotuweka na sisi katika jina la Yesu. Huyu mama atotetemeshwa na huo ugonjwa, maana yuko kwako, uliye msingi wa maisha yake, kwa damu ya Yesu Kristo. Ramasoyetere darabakoria ramasayanda. Ninakuabudu Bwana, maana ni mchungaji wangu. Wewe ni utoshelevu, wewe ni utoshelevu. Juu ya afya yangu ni utoshelevu, juu ya maisha ni utoshelevu, juu ya afya yangu wewe ni utoshelevu, wewe ni utoshelevu. Baba, uliniua na uhai wangu ukauficha mikononi mwako, na ukanipa wewe kuwa uhai wangu. Kama wewe ni uhai wangu, hakuna kitu kitakachoweza kuondoa uhai ambao ni wewe. Yesu, ninakutukuza. Yesu, ninakuabudu. Wewe Mnazareti uliangikwa msalabani ili unipe kujua haya. Asante kwa kushinda kifo na mauti. Kaburi lilikushindwa, ikiwa kaburi lilikushindwa, nasi tunamiliki pamoja na wewe. Kitu gani ambacho kitakacho kwa ajili yetu? Wewe mshindi wa kaburi, wewe mshindi wa jeneza. Sanda zilikuachia, jeneza lilikimbia, kaburi lilinyamaza. Hivyo ninavyojua uweza wako, ulishuka kuzimu, nguvu za giza zimejuta kukujua, zimejuta kukujua wewe, mwanaume Yesu. Ramasoyeterebesa. Mwambie tu Yesu unaweza, mwambie tu unaweza kijana wako, mwambie unaweza, unaweza, unaweza. Mahali unapopitia mwambie unaweza, mwambie unaweza, mwambie unaweza. Ninajua unaweza, ninajua unaweza. Inawezekana unatembea na magonjwa, mwambie unaweza, mwambie hivyo. Mwambie kesho ni siku yangu, umeiandaa kwa ajili yangu. Unaweza, unaweza. Umekwama juu ya jambo lile na hili, mwambie unaweza. Ninajua, maana wewe ni kimbilio la nguvu, ni msaada utakaoonekana tele wakati wa mateso. Ndio ninavyokujua, njia za kunitoa mautini ziko mikononi mwako. Ninakujua Mesia, ninakujua Eligibo. Siogopi wala kutetemeka, maana ninajua ya kwamba njia zangu zi mikononi mwako. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, unakuomba unifunue katikati yetu, usituache kama yatima. Na kama kuna namna unatazama ndani yetu imani kutindikiwa, ama tumekuwa na mashaka juu ya maeneo tunayopitia kiasi cha kufika mahali ukawa hauna furaha na sisi, tunaomba utusamehe, tunaomba utusamehe. Ninachokusihi Bwana, huyu mama anahitaji umpe wimbo kinywani mwake, umpe wimbo akaimbe, akashangilie, ukamfanye kuwa shahidi wa nguvu zake kwa jamii inayomzunguka, kwa habari ya watoto, kwa habari ya kazi, kwa habari ya uchumi, kwa habari ya afya, kwa habari ya familia yake ambayo inaelekea kurudi nyuma siku hadi siku. Na kuomba Bwana, na kuomba Bwana, achilia usemi, achilia wimbo mpya, achilia Bwana. Amen. Roho Mtakatifu, siku ya kesho ni Jumatano. Ulinielekeza kwamba kwa busara zako
Kesho tuhakikishe ya kwamba tunadili na wale ambao walionewa na kuteswa. Tutakuhimidi sana, tutakutukuza sana. Tunaisubiri siku ya kesho kwa hamu, kwa ajili ya huyu mama ambaye ameambia uvimbe umetanda tumboni. Ninakujua, ninakujua, ninakufahamu, ninakuelewa, ninakujua rafiki mwema, ninakujua, 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 ninakujua Yesu, ninakujua, ninakujua, ninakujua. Moyo wako haunaga furaha kuona watoto wako wakiteseka. Ninakujua. Asante kwa ajili ya siku ya kesho. Asante, 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 asante Mungu, asante, asante Mesia, asante. Hii siku unaifanya kwa ajili yetu, unaiandaa kwa ajili yetu, unaiandaa kwa ajili yetu. Tutawahi kesho, tutakaa hapa Mungu tukikusubiri, maana umeandaa kila aina ya huduma Mungu kwa ajili yetu. Yako mahitaji Mungu Mwenyezi, hatujawahi fikiri kwamba yatarudi kwetu, yanaenda kurudi katika jina la Yesu na kwa damu ya mwana kondoo. Tumeandaa Bwana na bahasha ambazo Mungu tutakutolea sadaka kesho. Mungu mfalme wa falme, Baba, tutazamie Bwana, takabali sadaka zetu tunazoanza kujiandaa kutoa, kwa kufikiri tutoe nini kwako kwa ajili ya kesho. Mungu ninakusihi Baba, ninakuomba kile unachotaka tufanye Mungu, tunatamani utuambie kile unachopenda tukufanyie, tunatamani mno Baba. Takabali Bwana na sadaka tunazokutolea saa hii, na hizi bahasha ukazitakase katika jina la Yesu Kristo. Baba asante. Hebu sema maneno haya, sema Bwana Yesu, siku ya kesho ukaifanya kwa ajili yangu, ukaifanya kwa ajili ya rafiki yangu, katika jina la Yesu Kristo, anayetembelea mateso, magonjwa, uharibifu wa mwili na nafsi. Ninakuomba Bwana, ifanye siku ya kesho kwa ajili yangu na kwa ajili yake, katika jina la Yesu. Asante kwa sababu unaenda kunifanya shahidi wa nguvu zako, katika jina la Yesu. Takabali na sadaka zangu nazoenda kukutolea na zile nitakazozitoa kesho, ni katika jina la Yesu. Amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili, unastahili, unastahili kuabudiwa, unastahili